Jeshi la polisi mkoani Morogoro limemkamata raia wa China mwenye umri wa miaka 36, fundi minara wa kampuni ya kusambaza umeme wa REA iitwayo Tibea, raia wa China, kwa tuhuma za kuhusika na tukio la kushambulia wafanyakazi wake. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoani Morogoro, inasema tukio hilo limetokea katika kitongoji cha Sokoine Ranchi, kijiji cha Wami Sokoine, kata ya Dakawa, wilaya ya Mvomero, Juni 19, 2026, majira ya asubuhi, ndani ya ofisi ya kampuni hiyo ya Tibea, ambapo mtuhumiwa huyo kwa kushirikiana na wenzake waliwashambulia Stephen Athmani Mwampaka mwenye umri wa miaka 44, mkazi wa Sokoine, dereva wa kampuni hiyo, na Mbaraka Selemani Ali mwenye umri wa miaka 18, kibarua wa kampuni hiyo, kwa kuwapiga sehemu mbalimbali za miili yao kwa kutumia kitu butu. Mtuhumiwa huyo amewekwa katika mahabusu ya kituo cha polisi Vomero kwa mahojiano na atapelekwa mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika. Aidha, mtuhumiwa mwingine aliyetambulika kwa jina la Yung Lu anatafutwa na jeshi hilo. Mwisho wa kunukuu. Baada ya taarifa hiyo, tumeweza kuwatafuta wahanga wa tukio hilo, nao walikuwa na haya ya kusema. Naitwa Stephen Athmani Mwampaka. Mimi ni mwenyeji wa Mbeya, kwa hapa nipo kikazi kutoka Mbeya. Nimeletwa na huyo bosi wangu walionifanyia madhara. Mnamo jana jioni tukiwa site pale kazini. Ikawa imefika jioni, muda wa kazi, tunapo kwamba tuanze kugeuza sasa kurudi kwenye makazi yetu. Muda kwa umeshaisha. Kwa bahati nzuri mwenzangu kama amegeuza gari, mimi nikiwa ndani ya gari yangu. Na pale alipogeuza ya kwake ndugu yangu, na mimi nikawa nimewasha ya kwangu, kwa sababu mimi gari yangu inatumia upepo. Kwa hiyo sasa nikawa nimewasha ile gari, afu mimi nimeketi ndani ya gari. Katika keti ndani ya gari nilikuwa sijajua kinachojiri nini. Kuna mchina kama nifuata mbendo mabosi wetu wale. Kanifuata akawa anaongea kwa kufoka. Sikuweza kumuelewa anachoongelea ni nini, lakini mimi nikawa nimenyamaza kimya, bado niko ndani ya gari. Akarudi tena akawa anaendelea kunifokea. Sasa sikumuelewa. Akawa anakuja sasa kwamba kunivaisi sasa kwenye gari. Kwa hiyo pale mimi nikaona kama kuna lake jambo anataka kulifanya. Nikatoka, nikashuka chini, kana namuuliza tatizo ni nini? Anafoka sasa, tatizo lugha ndio inayotetea shida. Anaongea Kichina, mimi naongea Kiswahili. Kwa maelewano hamna, hata Kiingereza chenye hawajui. Kwa baada ya hapo akawa amechukua simu yake anataka kunipiga picha. Mimi nikaa namzuia, picha ananipiga kwa ajili ya nini? Ndio akanivaisi mwilini, akanikunja. Katika kunikunja mwilini, hasa wale wafanyakazi wenzetu ambao wako pale wakawa wamefuata, wale vijana ambao mareba wale sasa. Wakawa wamenifuata, wametufuata niseme kwa pamoja na tuachanisha. Wanapotuachanisha hakuwepo na kitu chochote. Yaani kiujumla hakuna mchina aliyepigwa pale, wala hata huyo mchina hajaguswa mwilini wala nini. Hata mimi mwenyewe hajanigusa mwili kwamba ananipiga ngumi. Ila wale walikuwa wanaachanisha sasa. Baada ya hapo akaondoka. Kuna gari nyingine ya kazi. Akahama gari hiyo ya kwangu mimi. Alipohama gari ya kwangu mimi akaenda kupanda hiyo gari. Mimi nikawasha gari, nikawa namuuliza tena, yuko wapi? Nauliza vijana. Akasema amepanda kwenye hiyo gari, akasema haina shida. Basi kaasha magari, tukawa tunarudi. Kurudi tumefika kempu vizuri bila shaka yote. Wakati huo mimi sielewi chochote kinachoendelea. Nimefika kempu, nikaingia, nikapaki gari, nikamaliza, nikawa naenda nyumbani. Karibia nafika nyumbani, nikapigiwa simu na translator wetu ambaye yuko pale. Baada ya kunipigia ile simu, akaambia bana bosi anakuita urudi.
Nilichomjibia mimi nikamwambia bana, kwa sasa hivi sitaweza kufanyaje kurudi kwa sababu tumechoka. Kwanza kabisa ukiangalia tunaingia saa 12 kamili. Kutoka muda hujulikani, saa 3, saa 2 ndio mnarudi camp. Yaani ukiangalia kwa mtazamo wao hata hamna cha overtime wala hamna cha nini. Yaani ni kwamba kule tukiwa kazini, yaani tunakuwa kama si ni mambwa, sio watu. Anaweza kabeba tajiwe akakubonda nalo, lakini sasa tunaenda nao hivyo hivyo kutokana na wao. Lakini baada ya kufika hapo camp sasa, nilipoondoka baada ya kupigia hiyo simu, nikatulia. Nilipomwambia hivyo akasema sawa. Wao kaanza nirudi usiku ule ule. Asubuhi leo hii kumekucha. Mimi sina hili na hili. Na funguo yangu akawa ameichukua. Nimeamka kazini kama kawaida, muda wetu ule tunaowahi. Nikafika pale. Nikamfuata yule bosi aliyenichukulia funguo jana wakati tunapaki pale gari. Akasema akakataa kunipa funguo. Nikamfuata ambaye ndo bosi wangu, ambaye ndo mwajiri wangu, ndiye niajiri mimi sasa. Nikamfuata, akasema subiri. Ile subiri akasema njoo huku, akaniita. Nikawa namfuata. Katika kumfuata akanipeleka ambako ndo yani ni chumba. Ni chumba kama ofisi. Nikaingia mle ndani, nikasimama. Na wao akasimama kama hapo, yani kama hivi vilivyosimama hivi. Na wao akasimama, wengine amekaa kwenye viti pale. Nikaa nimetulia tu. Sijajua swali la aina yoyote. Sijaulizwa chochote, yani sijaambiwa chochote kile. Wala yule translator ambaye translator hayupo. Wako wenyewe kama wenyewe. Ghafla akatokea mchina mmoja nje. Alikuwa amebeba kibegi, akakiweka tu kibegi chake pale chini. Akaja moja kwa moja mwilini. Yani ni bahati nzuri. Hii swali ilikuwa imeharibika. Yani swali ilikuwa imeharibika sana. Aliporusha bahati nzuri nimeona, nikainama, nikamkwepa. Ndio kunivaa mwilini. Baada alipoanza kunishambulia yule, ndio akanyenyuka wote na wengine wanatoka nje wanakuja kunishambulia. Tuna yani wanishambulia yani pole. Asante. Kwa basi ikabidi yani kufikia hapo watu sasa, baada ya kupiga makelele, kwanza kuingia kunisaidia. Mmoja hapo, huyo naye ndo alikuwa ameingia, alikuwa kwanza kuingia kwa ajili ya kuona mimi ninavamia mle ndani. Nimepigwa kwa kweli, nimeumizwa sana sana. Hata vitendo vyenyewe, kazi wenyewe wanatufanyia yani ni vigumu. Mikataba yenyewe hamna, tunadanganywa kila siku, tunafanywa hivi yani ni kila siku. Hatuja kuona hata mkutano wote ukiitishwa pale hata siku moja. Lakini sisi tunavumia njaa zetu, tunasema tunakomaa. Lakini sasa mpaka tunafikia tu tunapigwa, tunanyanyaswa. Yani tunanyanyaswa. Baraka Selemani Ali ni mkazi wa Ranchi. Leo asubuhi baada ya kutoka assembly pale kempu, tukawa tumetawanyika tunaelekea kwenye magari ili tuende site. Ndipo nikaanza kuona vurugu zikitokea kwenye mlango wa ofisi kuu ya kempu. Niliposogea karibu ndo nilipomuona dereva anashambuliwa na Wachina. Wengi ni Wachina tu, wanamzunguka na mshambulia. Kosa sikulijua, ila kwa kuwa mimi ni Mtanzania leo iliniuma. Nilienda kumvuta ndugu yangu pale katikati ya Wachina walivyokuwa wanampiga. Sasa baada ya mimi kwenda kumtoa yeye pale, Wachina akaacha kumshambulia yeye na kuanza kunikimbilia mimi. Ndipo na mimi akaanza kunifanyia ambushi kama ulivyoona video pale, ndugu mwandishi. Hapo serikali inatakiwa tusikilize na tusaidie sana, kwa sababu tunanyanyasika na ndugu wa China walokuja. Nchi sio yao, nchi ni ya kwetu, lakini vitu wanavyofanya kwa kweli yani vinaumiza na vinatesa. Sio haki hata kidogo. Mchina hata kama yeye ndo bosi wangu, haruhusiwi kuchukua sheria mkononi kunipiga mimi. Anatakiwa kunielekeza na tuelewane. Tunaposhindwana basi. Lakini sisi kwa Wachina wetu walokuepo huko, hapana, hajawahi kufanya kitu hicho hata siku moja. Willy James. Naam. Karibu. Asante. Mimi ni mfanyakazi wa kampuni ya Wachina ambayo imepewa mradi wa umeme wa mataa makubwa wa All Africa Network. Mimi ni dereva pale, operator wa IAB. Kilichotokea leo ni kwamba asubuhi tulivyowahi kazini dereva mwenzetu wa Kenta ambaye ni wa miaka mingi, tumetoka naye Mbeya mpaka tukaje tumefika huko Morogoro. Asubuhi alienda kufuata funguo. Mchina mmoja anaitwa Yang Lu akamwambia subiri kidogo. Alipomwambia subiri kidogo, baadaye akaja akamfuata
akamchukua akamuingiza kwenye chumba fulani. Alivyomuingiza kwenye kile chumba kulikuwa na Wachina na baadhi wengine wakaingia. Sasa wakati sisi bado tuko nje tunapilika za kwenda kazini kama saa 12 asubuhi. Tunapilika za kwenda kazini, tumesimama maeneo ya karibu na eneo hilo hapo, na wengine wanatoa magari na wafanyakazi wengine wanapanda kwenye magari. Kichotokea tukaona huyu jamaa anatoka mle, anapigwa, yana anadundwa. Wengine wanampiga, wanamshika mbao, wengine wanamkanyaga, wanapiga mangumi, akaja kadondoka kwenye sebule. Hapo dondoka kwenye sebule tukaanza kupiga kelele na kwenda kumuokoa. Kabla tujaenda kumuokoa, tunavong'ang'ana kwenda kumuokoa, tukawa na sisi tunashambuliwa, tunatishiwa kupigwa na vyuma. Akatokea kijana mmoja ambaye naye amejeruhiwa, naye wamempiga sana, yuko hospitali. Akabeba nondo. Kidogo alivyobeba nondo akatishia, ndo wale wakati wanaendelea kumpiga wakamwachia. Ndo huyu mwenzetu Steve Asmani akachoropoka pale. Alivyochoropoka sasa sisi tukawa tumembeba mwenzetu huyu kwa sababu alikuwa anashindwa hata kuinuka. Tukaenda naye mpaka getini kwa walinzi. Tulifika pale kwa walinzi, wakati tunamhangaikia sasa tunafanya taratibu zingine, kumbe huku kuna mwingine anashambuliwa. Basi baada ya hapo tukajaribu kuhoji. Nikajaribu kumuuliza meneja, nikamwambia inakuaje mpaka tunaanza kupigana, baada ya kufanya kazi tunapigana na kazi zinasimama. Akasema kama yeye jana alileta vurugu inakuaje. Kaambia okay. Basi sisi pale kwaona mwenzetu kwa sababu pale yani hali ile anashindwa kukaa, anashindwa akifanya hivi, tukawa tunakimbia naye kwenda polisi. Tulipofika polisi tukapewa PF3. Tulipopewa PF3 tukaenda hospitali. Wakati tuko hospitali tumekaa kwa muda mfupi, tukaona wanakuja askari na pickup na kijana huyo mwingine ambaye amepigwa. Na Mchina mmoja. Kwa majina naitwa Joseph Dominic Kwai, ni daktari na ni mratibu wa huduma za tiba katika hospitali ya Rufaa mkoa wa Morogoro. Leo tarehe 19 mwezi wa 6 2026, majira ya saa 10 kasoro tulipokea wagonjwa wakiwa wanatokea hospitali ya wilaya ya Mvomero. Wagonjwa hawa wakiwa na majeraha mbalimbali katika sehemu za mwili wao na wakiwa wanasadikika kupigwa katika maeneo yao ya kazi na raia wa kigeni. Na kimsingi wagonjwa hawa ni wawili, wote wanaume, mmoja akiwa na umri wa miaka 44 na mwingine akiwa na umri wa miaka 18. Wagonjwa hawa ambao ni wafanyakazi katika eneo walikuwa wakifanyia kazi, wanasema kwamba walipotokea ugomvi na hatimaye wakashambuliwa. Wanalalamika maumivu eneo la kichwa na mbavu pamoja na bega, lakini pia wana majeraha katika sehemu hizo. Kwa hiyo wamepokelewa tayari wakiwa wameshapokea huduma ya kwanza katika hospitali ya Mvomero, na sisi kama hospitali ya Rufaa tumewapokea kwa ajili ya vipimo zaidi na tumewapumzisha angalau tuone maendeleo yao, lakini wakiendelea na matibabu zaidi.